Mkuu wa majeshi ya Israel amekiri kwamba Hamas haijashindwa katika vita na kuna kazi kubwa ya kufanya kwa ajili ya mapambano dhidi ya kundi hilo la wapiganaji wa Kipalestina. Mkuu mpya wa jeshi la Israel ameonya kuwa vikosi vya jeshi la utawala wa Israel vinakosa nguvu kazi na rasilimali za kutimiza malengo yao katika kujitanua ya utawala huo katika ukanda wa Gaza ambao umezingirwa, na amesema kuwa Hamas inaendeleza kudhibiti ukanda huo mwaka 1.5 baada ya kuzuka kwa vita hivyo. Eyal Zamir amewaambia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na baraza lake la mawaziri katika mkutano wa hivi karibuni kwamba mikakati ya kijeshi pekee haiwezi kutimiza malengo yote huko katika ukanda wa Gaza, haswa kwa kukosekana kwa safu ya kidiplomasia. Utawala wa Israel umetoa wito wa kuteka maeneo mapya ya Gaza, mpango ambao wakati huu unazidi kuyumbishwa na baadhi ya mataifa hasa ya Kiarabu, lakini pia na hata ya Magharibi. Ufaransa ni moja kati ya mataifa ambayo yanapinga juu ya Israel katika kujitanua zaidi na kumega maeneo katika ukanda wa Gaza na Palestina kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na maeneo ya ukingo wa Magharibi. Hata hivyo, wengi wa maafisa wa Israel wameonya kuwa kutekeleza kwa ufanisi hili kunaweza kuchukua muda mrefu sana. Mamia ya wanajeshi wa akiba wa Israel na maveterani tayari wametia saini maombi ya kutaka kusitishwa kwa vita vya Gaza na kurejeshwa kwa mateka kupitia kubadilishana wafungwa pamoja na Hamas. Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, ametishia kuwafuta kazi wanajeshi walioko kazini waliotia saini maombi hayo. Hata hivyo, wanajeshi hao wameona hakuna njia yoyote ya kuweza kushindana hasa katika kupambana na kundi hilo la Hamas, kutokana na ukweli kwamba kundi hilo tangu miaka mingi iliyopita ingekuwa limeisha kabisa, kutokana na ukweli kwamba Israel imekuwa na msaada mkubwa iliyopata kutoka kwa taifa kubwa kama vile Marekani pamoja na Uingereza. Lakini yameibuka makundi mengine ambayo yanapambana katika kile wanachokiita ni jihad ya kuwapigania watu wa ukanda wa Gaza. Jeshi la utawala wa Israel pia limekuwa likikabiliwa na uhaba wa askari kwa sababu ya kuachiliwa kwa Wayahudi wa Kiorthodoksi na kusita na uchovu wa vita na wanajeshi wa kawaida. Licha mashambulizi yanayoendelea kufanywa na mhimili wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Gaza na Yemen, lakini bado vikosi vya jeshi la Yemen pamoja na Wapalestina vinaendelea kukabiliana na uvamizi huo. Hayo yanajiri siku chache baada ya kundi la askari wa akiba wa jeshi la anga la Israel ambalo limefutwa kazi baada ya kutia saini waraka wa kutaka kusitisha vita dhidi ya Gaza na kurejeshwa kwa mateka wa utawala huo wa Israel. Mtazamaji wa The World News, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.